Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu, karibuni katika kipindi chetu, mwendelezo wa vipindi vingi vinavyokuja katika chaneli hii ya KR 255 TV. Ndugu mtazamaji, mwangaliaji na msikilizaji, ninakukaribisha kwa mara nyingine upate elimu, upate ufahamu, uweze kujitambua, uweze kuelimika, uweze kufanya yale mambo ambayo hayamuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali yanakujenga wewe katika dunia yako na akhira yako. Sasa leo katika mfululizo wetu wa vipindi vyetu, nilitoka katika ile mada ya Nun, nikaongea na watu wa mahaba. Ndio sababu unakuta kule kwenye Nun, sitaki nikurudie, unakuta wanapatikana watu wanaitwa majini mahaba, wanaitwa nini. Yote ni katika namna ya elimu yote iliyofanya katika namna ile. Sasa leo ninaongea na wafanyabiashara, ninaongea na matajiri, ninaongea na wafanyakazi, ninaongea na vijana wanaotaka kabisa kwamba waitengeneze akhira yao na dunia yao waweze kuishi vizuri. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tuijenge dunia kana kwamba tutaishi milele, na tuitengeneze akhira yetu kana kwamba tuko safarini tunaondoka. Ndugu mtazamaji, napenda kukwambia leo ninakuletea somo kubwa kabisa kwa hao makundi ya watu niliowataja, linaitwa jim. Jim ina maana kwa lugha inaitwa jamii kwa lugha ya wenzetu, lakini kwa lugha ya Kiswahili ni hii jamaa yani inayozunguka. Kwa hiyo hii ni talasim, inatoka katika kitabu kinaitwa Ridwan Jim. Ni kitabu ambacho hiki kitabu kimepatikana, kilikuwa Ghuba ya Uajemi, kama ninavyoweza kuambia chokoa ilitoka katika jumba la Suleiman bin Daud chini kabisa, na wakawa vimepatikana baadhi ya vipande vilivyokuwa vimefukiwa katika masanduku. Sasa kile kipande ambacho kiliweza kutoa neno hili jim ni kipande kidogo ambacho kilikuwa kinaonyesha mbinu mbalimbali kutengeneza miili yetu, kuwasiliana na viumbe wasioonekana katika ushirikiano wa kuweza kupata mali. Unasikia katika historia tu kwamba mimi nimekwenda mgodini, nimekwenda kwa mtaalamu fulani kanifanyia dua, ndio mimi unaona nimekwenda nimepata mali. Naam, hiyo ni sahihi kabisa. Kuna wafanyabiashara anakuambia mimi, huwezi ukasikia tajiri hata siku moja anakueleza siri yake kwamba mimi nilipata mali kwa njia hii. Wote huwa wanaficha, wanasimulia ilivyokuwa tofauti. Kwa hiyo hii talasimu ya jim pia katika itikadi za dini watu wameipa uharamu kwa sababu tu inashirikisha kichinjo. Kafara yake ni moja tu, yenyewe ni ya kichinjo. Sasa wengi wakawa wameipa ni haramu, lakini kile kichinjo sio kwamba unachinja unamchinjia. Kinachotakiwa ni kuchinja kwa ajili ya kutoa sadaka, ili ile talasimu ikae sawasawa na mambo yako yaweze kwenda vizuri. Kwa hiyo ndugu yangu, kama nilivyoweza kuambia, mtu anayejisikia vibaya kwamba haya mambo mimi siwezi kuyafuatilia, unaacha, unakaa pembeni, unaacha wenye kufuatilia na kunufaika. Wewe ukiona kama nilivyosema, ukiwa na balaa, kitu kizuri kinakuwa kibaya, kibaya ndio kinakuwa kizuri. Kwa hiyo moja kwa moja fuatilia katika chaneli hii ili uweze kupata mtalabu, uweze kupata elimu. Utaelezwa kwamba talasimu hii inapatikanaje, utaiandikaje, kwa sababu talasimu ni mahesabu na herufi. Hivi vitu ukiviunganisha unapata msaidizi. Ukishapata msaidizi tayari mambo yako yanakuwa yanakwenda. Karibu tuendelee katika vipindi vingine, nitaendelea kukuelimisha, kukufundisha na kukupa maadili. Ni mimi Daud ibn Abdallah Wasagai. Karibu sana katika kipindi vyetu ili tuweze kuendelea na wewe. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.